tamaduni na mila za Wapwani, hekaya na urithi unaovuka vizazi. Jamii ya Wataita ni mojawapo ya jamii zinazopatikana pwani mwa Kenya, huku jamii hiyo ikipatikana zaidi katika kaunti ya Taita Taveta. Hafiz Nyambo mzee kutoka Mwatate anaeleza namna majina hayo ya jamii hiyo huafikiwa. Mwingine utasikia anaitwa Mwadime. Jina la Mwadime ni amezaliwa mchana, huyo alibahatika kuzaliwa mchana. Mwingine anaweza kuitwa Mwambuba. Wakati wa Mwambuba ni shamba, amezaliwa shambani. Na hata wengine utaweza kukuta anaitwa Mwavua, amezaliwa wakati wa msimu wa mvua. Nyambo pia akisema kwa muda desturi ya kupeana majina yamekuwa yakiendelea kwa muda bila kuangazia ukoo. Na ukipata mwingine akiitwa Mwanjala, wakati labda msimu ulikuwa wenye njaa kuu, ndio wakati alizaliwa, kwa hivyo majina yao yanaingia hivyo. Na hata wengine anaweza kuitwa Mwawasi. Ukisikia anaitwa Mwawasi, hilo ni jina wakati wa shida. Huyo amezaliwa wakati wa shida, ndio maana unakuta ya kwamba ameitwa Mwawasi. Hapa Nyambo akisema wanaume katika jamii ya Wataita hutumia majina ya msimu, huku wanawake pia hutumia msimu, ila utangulizi wa neno wa hutumika zaidi. Hata wakati mwingine anaweza kwenda, utasikia mwingine ameitwa Mwavuda, ni wakati wa vita vilikoko vikiendelea, ndio anaitwa Mwavuda, na wakike ataitwa Wavuda. Nadhani kati ya majina ya Kitaita ndivyo yalivyo, na huwa inaashiria kulingana na tukio lile ambalo mtoto anaenda kuzaliwa. Mzee Andrew Malago akiwasuta wanaotumia zaidi majina ya kigeni na hasa ya kidini badala ya Kiafrika. Wakati ule amezaliwa ndio jina hata kama ni usiku. Kwa mfano kuna ile kijana anaitwa Benson Mwakio alizaliwa usiku, na sema kwamba amepotoka. Ni kupotoka na msaumila ni mtumwa. Julius Joho, kaunti ya Taita Taveta. Tamaduni na mila za Wapwani. Tuendelee kuenzi tamaduni na mila zinazotufanya kuwa Wakenya wa fahari.